Haleluya. Kwa nafikiri wiki iliyopita tumeendelea na somo letu. Kwa kuwa sasa uko kanisani. So tuna somo hili ambalo tumekuwa nalo kwa wiki 3 za nyuma. Hazikuwa mfululizo, lakini tumefanya sehemu 3 na sasa ni sehemu ya 4. Kwa kuwa sasa uko kanisani. Glory to God. Kwa kuwa sasa uko kanisani. Kuna wakati watu wanakuwepo kanisani, si ndio? Ni wakati gani mtu anakuwa kanisani? When? Wakati gani mtu anakuwa kanisani? Baada ya kuamini. Glory to God. Baada ya kuamini. Sema baada ya kuamini. Mtu akiamini Injili, iko katika mpango wa Mungu kwamba anakuwa mshirika wa kanisa la mahali. Anakuwa mshirika wa kanisa la mahali. Na kanisa la mahali tumesema ni kusanyiko la waamini mahali fulani lenye uongozi mahususi. Ni kusanyiko la waamini katika mahali, na kusanyiko hilo linakuwa na uongozi nini? Mahususi. Glory to God. Kwa haliwi kanisa kwa mtu kwa mmoja. Leo kuna kauli zinasema mimi ni kanisa. Asema siendi kanisani kwa sababu mimi ni nini? Kanisa. Ni contradiction kubwa sana. Kwa sababu neno kanisa kimsingi, kabla hata ya tafsiri nyingine zote tunazo, inaongelea gathering, ni kusanyiko. Maana yake ni more than one person. Ni zaidi ya mtu mmoja. Kwa mtu mmoja anaweza kusema yeye ni kanisa. Wewe ni kiungo katika kanisa. Glory to God. Wewe ni sehemu ya kanisa. Sasa mimi ni hekalu la Mungu. Yes, lakini sisi wote corporate ni hekalu la Mungu. Hekalu la Mungu simply maana yake makao ya Mungu. Ni lugha ya Agano la Kale, maandiko ya Agano la Kale. So neno hekalu na neno kanisa si maneno yanayofanana. Neno kanisa linaongelea ecclesia, linaongelea wale walioitwa. Kwa si neno la kiroho la kutoka mbinguni. Ni neno ambalo linapatikana katika maandiko tangu Agano la Kale kuja Agano Jipya katika lugha za watu wale. Kiongelea wanaokuwa wameitwa kwa jambo au kusudi maalum wameitwa. So unaitwa kutoka kati yao. Kwa sisi waamini ni watu walioitwa kutoka katika ulimwengu. Amen, amen. Tumeitwa kutoka. Asa mmeitwa mtoke gizani mwingie katika nuru yake ajabu. Glory to God. So sisi tumeitwa kutoka katika dunia au tumeitwa katika ulimwengu, kutoka katika watu wa ulimwengu, tumeitwa kwa wakwake. Kwa tunaitwa kanisa. Walioitwa tumeitwa kutoka kwa. So kanisa ndilo mwili wa Kristo, ni jamii ya waamini wote duniani. Wanaweza akawa wako Anglican, ni waamini, ni viungo katika mwili wa Kristo. Wanaweza akawa Roman Catholic, mtu ameamini katika Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni kiungo katika mwili wa Kristo Yesu. Haleluya. Anaweza kawepo TNG, PCT, anaweza kawepo Lutheran, anaweza kawepo Mennonite, anaweza kawepo kokote kule. Haya majina ya makanisa haya sio tatizo. Majina yako majina ya kanisa sio issue. Hayo ni sisi tunakaa tu chumbani tunaamua au kwenye baraza. Sema sasa tuiteje sisi ili kusanyiko letu au makusanyiko yetu tuyaiteje? Amen, amen. Nikuta hapa anasema Kainos Creation Church. Kainos Creation Church. Tulikaa tukasema sasa tunataka kuwa na kusanyiko. Hebu tubuni jina la ili kusanyiko hapa duniani. Amen, amen. Tukabuni. Kwa sio jambo la kiroho. Anasema lilitoka mbinguni. Halijatoka mbinguni, limetoka kwa wanadamu. Amen, amen. Free Pentecost Church Tanzania limetoka kwa nani? Jina limetoka kwa wanadamu. Tanzania Assemblies of God limetoka kwa nani? Lutheran limetoka kwa nani? Moravian limetoka kwa nani? Hao majina ya watu kwanza. Moravian ni jina la mtu. Luther ni jina la mtu. So you can see haya makusanyiko yanaweza kupewa majina. Lakini kitu muhimu ama cha maana ni nani walio katika hilo kusanyiko. Hallelujah. So wao walio katika hilo kusanyiko, ikiwa ni waamini walioamini katika kufa, kuzikwa na kufuka kwa Kristo Yesu, tayari ni wana wa Mungu na ni washirika katika mwili wa nani? Wa Kristo Yesu. Na hawa ni raia wa nini? Wa mbinguni. Sema ni raia wa mbinguni. You know, sometimes unaweza kukolea sana kwenye dini yako nzuri unaoipenda, kama hii dini yetu nzuri tuipendayo ya KCC. Ukaanza kufikiri kwamba sisi wenyewe ndio tunaenda mbinguni, wengine wote hawaendi. Sema ni wewe. Wewe ni kwanza kufikiri kwamba sisi ndio wenyewe pekee yetu tunakwenda mbinguni, ndio tumeokoka, wengine hawakuokoka. Hapana.
kwamba unaweza ukawa unatofautiana fundisho katika mambo kadha wa kadha na jamii nyingine hawaamini, haimaanisha hawakuokoka au sio raia wa mbinguni. Wokovu simply ni imani katika Kristo Yesu. Kuamini kwamba Kristo alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na akafufuka ili tuhesabiwe nini? Haki. Wote wanaoamini kwamba Mungu alimtuma mwana wake pekee. Akamtuma mwana wake pekee. Yaani akaupenda ulimwengu akamtuma mwana wake pekee. Alafu kwamba wote wanaoamini katika kufa kwake na kuzikwa na kufufuka kwake wanapata uzima. Wote wanaoamini katika huo utoaji wa Mungu, hao ni watoto wa Mungu. Hao ni raia wa mbinguni. Amen, amen. Sio inakaa sawa? Ushirikiano tafadhali. Hallelujah. Tuko pamoja? Mambo haya ni vizuri usisahau. Sasa wakati mwingine tunaweza kutembea mwendo mrefu ukaanza kutengeneza ngome ambazo sio sawa. Tunaweza ngome ya kwamba sisi against wao. Unajua sisi wa KCC. Miaka hii hapa tuna watoto wanazaliwa KCC, si ndio? Baada ya miaka 15 wanaanza kusema mimi nimezaliwa kabisa KCC. Unaelewa hiyo Mimi nimezaliwa KCC, utaniambia nini? Sisi ndio wa KCC. Sisi ndio tunaenda mbinguni. Wanaenda mbinguni. Tena sio wanaoenda. Walio raia wa mbinguni. Sema walio raia wa mbinguni. Ni wengi. Yohana anasema akaona watu wengi. Yesu sema watu wengi. Watu wengi wasiohesabika. Kuna concept na dhana ya kwamba watu wa Mungu ni wachache au wanaoingia mbinguni wachache, sijui wanatoa wapi. Lakini watu ambao wanaongelewa na maandiko kama raia wa mbinguni ni watu wengi wasioweza kuhesabika. Na wewe ni sehemu ya hao watu wengi. Kwa tuna kanisa la mwili wa Kristo ambao ni jamii ya kiroho. Wengine wako Malawi, wengine wako Nigeria, wengine wako Japan, wengine wako US. Haijalishi wako kwenye kanisa linaitwaje, kusanyiko linaitwaje, Solution Chapel International, yamkini Golgotha Ministry. Tuko pamoja majina ya namna yoyote, as long as wameamini katika Kristo Yesu, hao ni ndugu zetu. Hebu sema hao ni ndugu zetu. Hao ni familia. Ni damu moja katika Kristo Yesu. Hallelujah. So kanisa la mahali sasa linakuwa ni kusanyiko physically. Ni kusanyiko haswa la kimwili kabisa. Kama hivi mlivyokuja, mmekusanyika mahali. Hili ndio kanisa la mahali. Kwa tunasema, somo linasema kwa kuwa sasa uko kanisani. Unaelewa Kwa kuwa sasa uko nini? Kanisani. Uko nini? Maana kwa kuwa sasa upo katika ushirika huu wa waamini. Kwa kuwa uko sasa katika umekuwa sehemu ya familia hii. Maana kila aliye katika ushirika huu maana yake ana utambulisho pamoja na ushirika huu. Yaani amejitambulisha kwamba hii ni familia yake. Katikati ya familia kubwa ya Mungu duniani, sasa kimaalum na kipekee, yeye hii ni nini? Ni familia yake hapa. Anawajibika hapa, anaonekana hapa, anachungwa hapa, analishwa hapa. Hallelujah. Tuko pamoja? So hili ni kanisa lake la mahali. Hii ni familia yake. Hebu sema hii ni familia yangu. Rudia tena, sema hii ni familia yangu. Alafu mwambie jirani yako wewe ni ndugu yangu sana. Supernatural. Amen. Naona sasa kuna ushirika gani kati ya Mhaya na Mpare? Tunaongea kwa habari ya uhusiano tulionao katika Kristo Yesu. Na uhusiano ndani ya Kristo Yesu una nguvu kuliko uhusiano wa damu ya kawaida. Ndio na sana. Relationship, yani hao ulionao hapa ndio ndugu zako sana kuliko shangazi yako asiyeamini. Nimeeleka ninachosema. Hao ulionao hapa ndio ndugu zako sana kuliko baba mkubwa asiyeamini. Kwa kipaumbele chako kama maandiko yanavyofundisha yanakuwa ni kinakuwa wapi? Kwa hasa jamii ya waamini. Kwa maana yake mtu akishakuwa ndani ya Kristo anapaswa ufahamu wake pia ugeuke. Aanze kutafsiri sawa sawa mahusiano. Aanze kuwa na tafsiri sahihi ya mahusiano. So inaanza kwanza supernatural relationship. Inapokuja sasa inakuja nini? In natural relationship. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kwa tuna ndugu hapa katika Kristo. Na ni kitu cha kufurahisha na cha kushukuru wakati kwamba Mungu anakupa familia. Kama kuna janga kubwa duniani ambalo mtu anaweza kuwa anatembea nalo ni kuishi pasipokuwa na kanisa la mahali. Kwa sababu kuishi pasipokuwa na kanisa la mahali simply means hauna mchungaji.
Na hakuna janga zito kama hilo la mtu kuwa asiwe na mchungaji. Asiwe na mchungaji. Mungu amedesign na Mungu ameweka katika mpango wake kila mwanadamu awe na nani? Mchungaji. Do you understand? Iko hivyo tangu Musa na manabii na maandiko yote. Kitabu cha Hesabu ili ni sura ile ya 15:27. Masikose anazungumza kwa habari ya taifa, kanisa la Mungu jangwani, taifa la Israeli walipokuwa wakati ule. Musa anasema Mungu na aweke mtu. Haleluya. Aweke mtu katika mkutano, atakayewaongoza mkutano. Atakayewaongoza mkutano. Ili wasiwe kama kondoo wasio na nani? Na mchungaji. Na Yesu anafundisha kwenye kitabu cha Mathayo 9:35-37 kinukuu kutoka katika andiko hilo. Anazungumza, anasema kwamba akawatazama Israeli, akawaonea huruma. Hebu sema akawaonea huruma. Anasema sababu ya kuonea huruma anasema nini? Walikuwa wametawanyika kama nini? Kondoo wasiokuwa na nini? Na mchungaji. Wametawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Na shetani wakati wote anasema atampiga nani? Yesu anasema atampiga mchungaji na kondoo atafanya nini? Kwa mchungaji is a big deal. Mchungaji ni jambo kubwa na muhimu katika maisha. Mungu akimwonea mtu huruma, huyo mtu unamwonaje? Yaani Mungu mwenyewe anamwonea huruma. Yaani Mungu anakutazama, anakuhurumia. It means you are in deep trouble. Uko kwenye shida kubwa. Ikiwa Mungu anakutazama, alafu anasema anasikitika. Sasa masikitiko ya Mungu katika maandiko yametamkwa kwa ukubwa hapo tu. Pa watu kukosa nini? Mchungaji. Na tangu mwanzo Mungu amekuwa anainua watu kwa ajili ya watu. Anaweka watu kwa ajili ya watu wake. Wachunge watu wake. Waongoze watu wake. Wawalishe kundi lake. Na kipimo cha juu cha kumpenda Mungu ni kulisha kundi lake. Ni kuchunga watu wake. Anamuuliza Petro, je, wanipenda? Yohana sura 20 nafikiri. Hallelujah. Verse 21. Anasema Petro, je, wanipenda? Petro anasema nakupenda Bwana. Ndio Bwana. Anasema chunga kondoo wangu. Anamuuliza tena, je, wanipenda? Anasema nakupenda Bwana. Anasema lisha kundi langu. Anamuuliza tena, je, wanipenda? Jamaa akataka kuazika sasa. Mara ya 3. Wewe wajua Bwana, wewe sasa chunga kondoo wangu. Ndio maagizo mazito aliyompatia Petro. Chunga kondoo wangu. Mtu pasipo mchungaji, maana yake mtu pasipo kanisa la mahali, ni mtu confused. Glory to God. Ni mtu nini? Confused. Watu wanatembea kwenye confusion, hawajui kama wapo confused. Unajua changamoto ni kwamba ukichanganyikiwa wakati mwingine mara nyingi kimsingi sio rahisi wewe kujua kama umechanganyikiwa. Ndio changamoto. Wanaopata shida ni wale walio karibu na wewe. Ni kama mtu akiwa mpumbavu, wanaoumia ni wale walio karibu. Yaani yeye kwenye upumbavu wake ana enjoy tu. Nyinyi wengine ndio mnaumia na ule upumbavu wake. Amen amen. Tunaelewana ndugu zangu? Mtu pasipo kanisa la mahali, maandiko yanasema ni confused. Maana yake anakuwa kwenye maisha ambayo yako confused. Kwa sababu gani? Hana guidance. Mungu njia yake ni watu. Tangu mwanzo anatumia watu kwa maongozi, guidance. Watu ili watimize mpango wa Mungu kwenye maisha yao. Watimize kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Mungu ameweka wachungaji wa kuwaongoza. Hallelujah. So pastors ama shepherds, wachungaji tangu maandiko ya Agano la Kale ya Musa na nabii pamoja na nyaraka, wanaongelewa kama territorial rulers, kama watawala wa maeneo. Sasa watawala si watawala katika maana ya kiserikali za dunia. Maana yake wasimamizi wa maeneo kwa ajili ya mpango na kusudi la Mungu. Ndio anasema ni wasimamizi katika maeneo kwa ajili ya shauri la Mungu mahali hapo. Ni wafalme na makuhani katika maeneo kwa ajili ya shauri la Mungu mahali hapo. Kwa ajili ya mpango wa Mungu. Manake wao wanatumika, wanatawala kwa njia ya huduma katikati ya watu, ili watu hao katika hilo eneo watembee kwenye mpango na kusudi la Mungu. Mtu atimizi mpango wa Mungu
akiwa nini? Solo maana yake nini jamani? Yaani uko mwenyewe. Hakuna hicho kitu. Sasa mimi namjua tu Mungu kivyangu chumbani kwangu. Unaweza kaanza kuwa mchawi ujui. Nataka kumjua, najifunza Mungu binafsi. Najisomea Biblia binafsi. Ukiona mtu anasema tu anajisomea Biblia, anajifunza tu Mungu kibinafsi, maana yake hiyo kwanza hasomi Biblia. Kwa sababu kama kweli unasoma Biblia utajua kwamba hutaki kukaa nini? Binafsi. Maandiko yote tangu mwanzo mpaka nyaraka za mitume yameandikwa kwa watu walio kwenye makusanyiko chini ya uongozi. Iwe ni maandiko vitabu 5 vya Musa vya kwanza vimeandikwa kwa wana wa Israeli waliokuwa chini ya mchungaji. Iwe ni kuanzia Yoshua mpaka Malaki vimeandikwa kwa kusanyiko la Israeli waliokuwa chini ya makuhani, walimu, wachungaji. Iwe ni nyaraka zimeandikwa kwa makanisa. Wa Korinto ni kanisa, wa Filipi ni kanisa, tena makanisa yaliyoko Filipi. Wa Kolosai ni kanisa, wa Tesalonike ni kanisa. Maana yake hatuna neno la Mungu linaloachiliwa kwa mtu anayezunguka mtaani. Teli wanaiba. Halipo. Mungu anaachilia neno lake kwa ajili ya watu katika jamii. Mungu ni wa familia, ni family man. Anafanya kazi kupitia familia. Na anamwambia Ibrahim, katika wewe jamaa za dunia zitabarikiwa katika wewe. Kwa Mungu anafanya familia. Na katika familia hizi anaweka viongozi wa familia. Anatumia watu hawa kwa ajili ya kuongoza familia. Mungu ni Mungu wa order, sio machafuko. Confusion ni mtu anapokuwa anasagaa mwenyewe, lakini order ya Mungu ni mtu anapokuwa pamoja na wengine. Anasema mtu anayetafuta mambo yake mwenyewe. Ile ndio anasemaje kuhusu mtu anayetafuta mambo yake mwenyewe? Anasema ni mchawi. Anasemaje? Ajitengae? Anatafuta? Ndio anasema. Manake sio ya Mungu unayetafuta mambo yako nini? Binafsi. Watu wakiwa wanataka wafanye mambo yao ambao ni kinyume na Mungu, wanaanza kutafuta kukaa peke yao. Ukiona mtu anaanza kukimbia kusanyiko, anataka kupiga show ambazo ni tofauti na mpango wa Mungu kwenye maisha. Kwa hiyo anajitenga, maana shauri la pamoja ni shauri la kiungu katikati ya kusanyiko. Glory to God. Kwa nyaraka zimeandikwa kwa watu walio kwenye makanisa. Neno la Mungu hata kulielewa lazima uwe chini ya uongozi. Kwa sababu muktadha wa maandiko na maelekezo hayo ni watu walio chini ya usimamizi. Ni watu wanaowajibika kwa mamlaka. Ni watu wanaowajibika kwa viongozi wa kiroho. Hallelujah. So God is using people. Anatumia watu tangu mwanzo mpaka ufunuo. Ndio njia yake. Sasa mimi namtafuta Mungu binafsi. Mungu akisema na mtu mmoja ni kwa ajili ya wengine. Angalia wote ambao Mungu amesema nao, amewatafuta. Sio akasema naye mlimani, sio akamtokea barabarani. Alisema naye kuhusu nini? Watu. Hallelujah. Sasa Bwana alinitokea kabisa. Alikutokea ili utembee mwenyewe? No. Alikutokea akasema na wewe kwa ajili ya nini? Watu. Kwa sababu ukisema tu alinipa kazi. Kazi ya Mungu iko wapi? Katikati ya nani? Watu. So hapana kazi ya Mungu, hapana utumishi nje na watu. Kwa sababu Mungu anatenda kazi katikati ya watu. Mungu anatenda kazi ndani ya watu na kupitia watu. Kwa hiyo tunaweza kusema Mungu anafanya kazi ndani ya kanisa na kupitia nini? Kanisa. Kwa maana yake kanisa ndio platform ambayo Mungu anaitumia kwa ajili ya kutimiza mpango wake wapi? Duniani. Kwa mtu anapojitenga na kanisa la mahali, amejitenga na mpango wa Mungu. We can safely say so. Mtu anapojitenga na kanisa la mahali, amejitenga na mpango wa Mungu. Mtu anapojitenga na wachungaji ama mchungaji, amejitenga na mpango wa Mungu. Kwa sababu hata wewe unachukia mwenyewe, unachukia tu wachungaji, Mungu hatembei kwenye mawazo yako. Yaani habadiliki kwa sababu wewe umechukia. Njia zake ni hizo, anatumia wachungaji. Na hapana mchungaji pasipo kundi. Isn't it? Kwa tuna mchungaji pana kundi. Anasema ya kwamba maana walikuwa wametawanyika, lile neno scattered. Akawaonea huruma, wametawanyika, scattered. Lile neno ukilienda zaidi kulitafsiri ndio linaleta maana ya kwamba watu hao wako confused. Watu hao anasema wako distressed. Amen, amen. Distressed, worn out, wamechoka, wamekata tamaa, hawana mwelekeo. Kwa sababu gani? Hawana nani? Mchungaji.
yako kwenye maisha yako. Ogopa sana kujikuta huna mchungaji. Hilo ndio janga kubwa kuliko lolote. Sio kukosa hela. Kukosa hela. Watu wanafikiri kukosa hela ni janga. Watu wana hela na wamechanganyikiwa. Wao wanafikiri kwa nini comedy siku hizi ni biashara inayolipa sana. Wewe sasa hivi kitaka kuanza kupata hela, jifunze kuchekesha. Watu wanalipa hela wacheke. Pay, sisi hapa tunacheka bure. Hela hapa sasa hizi hapa naweza kaanza kucheka. I've got joy in me. Hallelujah. Nina furaha ndani yangu. Ni furaha ya roho. Nilipe hela ili unichekeshe. Hiyo ni ishara ya nini? Kuchanganyikiwa. Usije ukasema hakuna haja ya kupaka maneno. Nikikukuta wewe unakata tiketi ukachekeshwa, mimi na wewe tuna kikao. Hakika yake tuna kikao. Kwa sababu umekosa revelation. Yaani wewe si ungechukua tu mke wako na watoto muanze kucheka pale. Mfurahi, mruke juu chini. Tena kama nyumba yako imebahatika na ghorofa, mnapanda juu mnashuka, mnaruka mnashangilia. You are happy. Nenda kulipa hicho na kaa kabisa mahali. Watu ndio wanaongea malezi, pumba, vitu vya ajabu. A believer, muamini akienda kuchekeshwa. Nisiongee sana. Hallelujah. If you are so desperate, yani unajua kulipia manake nini? Mimi sikatai kukutana na mtu anakuchekesha. Lakini mpaka ukatoa hela. Do you know the meaning kutoa hela ili uchekeshwe? Hii ina maana ya kwamba ni una njaa kweli ya kucheka. Na una shida ucheke. Na hauna jinsi ya kucheka. Kwa inabidi ulipe mtu aperform ucheke. They won't see my money. They will never see it. Lakini dunia ya leo wana wateja wa kutosha. Kwa sababu gani? Ulimwengu umekataa njia ya Mungu. Hautaki tena kanisa. Hautaki tena kukaa chini ya wachungaji. Kwa result ni nini? Depression. Watu wana maongozi. Watu wengine wanafikiri wana wachungaji, hawana wachungaji. Wanaenda kwenye kanisani lakini hawana nini? Hivi unajua maana ya kuwa na mchungaji? Unajua kwenda kanisani haimaanishi una mchungaji. Mchungaji, yani kanisa hilo hawajui jina lako. Mtu anazali hawajui jina lake. Hawajui hata anafanya nini, anakuaje kiroho. Hakuna anayemuuliza maisha ya maombi, hakuna anayesema naye kusikiliza una changamoto yoyote. Hakuna. Huyu mtu hana mtu katika kanisa hilo la mahali, kiongozi yote ambaye anaweza kushare naye kwamba kuna mambo haya na haya, naomba tuombe pamoja, uniombe. Hakuna. Ndio hao ambao wapo kwenye makanisa. Halafu wanasema wana wachungaji, lakini kila wakati anatupigia simu, naomba maombi. Sasa mimi ni mchungaji wako. Hivi ngoja nikuulize kitu kimoja. Nani anapaswa kukuombea? Unafikiri kwa nini huduma zinaitwa za maombezi? Sio kanisa. Huduma inaitwa nini? Kwa nini zimestawi? Kwa sababu watu hawana nini? Wametawanyika kwa sababu mchungaji. Kwa mtu ana shida, anaanza kutafuta mchungaji mtandaoni. Anaona jina lolote pale, apostle nani, prophet nani. Anapita YouTube anasema, "Jamaa anaona kama na upako pako," anachukua namba. Bwana asifiwe mtumishi. Amen. Mimi naitwa fulani. Yaani nimekuwa na changamoto kweli wiki baba, yaani naomba tu niombe. Yaani nimekuwa napita mambo magumu hata sielewi. Yaani kwenye hii miezi mitatu mambo yamekuwa dada yangu amefariki, mjomba akapata ajali. Yaani naona kabisa kuna mambo ambayo yako sawa, tukabila na umeombe. Mtu humjui. Wale waulize, nani unaweza kumwombea vema? Mtu naye una muktadha wa maisha yake. Tuko pamoja? Yuko hapa Isaac, ana mke wake na wafahamu. Historia yao kabla hawajaoana nafaje? Na wafahamu. Paka wameoana na wafahamu. Changamoto mbili tatu walizokutana nazo nafaje? Na sifahamu. Leo akiniambia changamoto yoyote, yani nina picha, nina habari, nina muktadha. Nafikiri sasa muktadha inaeleweka zaidi. Haleluya. Nina muktadha wa maisha yake. Hata kiomba ushauri, ninajua pa kuanzia. Kwa sababu nina nini? Nina usuli, background. Tuko pamoja?
Sasa mtu from nowhere ananiambia ni shauri. Mmoja ananipiga simu toka Mwanza. Ananiambia mimi nimekuwa na mchumba wangu, sijui kwa miaka ngapi. Sasa unajua kimetokea nienda siasa kwa wazazi wake, nimeshalipata mahali, lakini mchumba sasa hivi simuelewi. Alafu sasa imekuwa kwa naomba ni shauri. Imagine. Kama sio kuleteana matatizo nini? Mimi sikujui, hata sura sijakuona. Mchumba wako simjui. Ukuaji wenu, yani nyinyi mmejifunza nini kwenye maisha yenu ya kiroho? Sijui. Dar es Salaam na wokovu mlianzia wapi mkaishia wapi? Sijui. Unajua nini kuhusu Mungu? Sijui. Unajua nini kuhusu mahusiano? Sijui. Unajua nini kuhusu ndoa? Sijui. Yani sielewi chochote kuhusu wewe. Sijui yani hata historia uliwahi kuwa na mchumba ukaachika? Sijui. Mchumba wako ni alafu mimi leo nijitie fundi kukushauri. Ina make sense? Ina follow kwenye hiyo category. Huyo mtu yuko nini? Confused. Anahangaika kutafuta watu ambao hana uhusiano nao. Mungu amelenga upate msaada kwa watu na nini? Una uhusiano nao. Ndio lengo la familia. Kuwa kwenye familia manake tunafahamiana. Manake tunabebana, tunachukuliana mizigo. Tunaweza kusema no. Hata wewe wakati unasema, unasema no, hiyo njia unaenda sio sawa. Hapo unapata kupata maelekezo. Kwa sababu tunakufahamu. Yaani manake sisi wewe uweze kutufanyia ujanja kutudanganya, maana we know you. Lakini watu wasio kufahamu, unaweza ukazunguka, ukafanya ujanja, maana unajua hawajui, hawana mafaili yangu. Hawana mafaili yangu. Kwa mtu kama anambia tu umeongea na mchungaji wako. Kwa sababu swali la msingi unauliza kitu. Kwa nini amemkwepa mchungaji wake? Kwa nini amemkwepa mchungaji wake wa kanisa? Kwa sisi tunachofanya, mtu akilaba amekuja inbox ile na mmoja unasali wapi? Mimi si nani? Una mchungaji ndio. Mchungaji wako anabali. Sijamshirikisha. Kwa nini? Kwa nini? Siku moja ndugu alikuwa anachunga kanisa pale kule Moshi. PCC pale ya Moshi. Kwa sababu wewe. Kuna mshirika mmoja recommended kwamba aende pale. Amu mjui hata msiweze kuwaza. Na mtakapo mjui. Recommended. Alikuwa mimi sasa nataka wewe nenda kasi. Huyo mtu mimi nimekuwa nikipambana niseme nikishughulika na mambo ya familia yake kwa muda fulani. Kwa sababu mume wake kulikuwa na namba tulikutana mahali tunafuatia mafundisho yetu na basi hivyo wanazunguka tu najitahidi kumweka hivi wewe ukiwa na changamoto ya familia basi unajitahidi tu kusaidia kwa sababu kuna namba amekupa nafasi kwenye familia yao. Amen. Then kamuelekeza aende kanisani. Wakati huo wamesha separate yeye na nani? Na mume wake. Hawaishi pamoja tena. Kwa hiyo yule mama ameenda kanisani kwa mchungaji mmoja. Tuko pamoja. Mwenye mfululizo wa mafaili yake yote ni nani? Ni mimi. Amefika hata hajakaa vizuri kwamba mchungaji amemfahamu. Akaanza kumpanga mambo anasema mchungaji akawa tuna akili na hekima jaza. Hii ngoja nifanye reference nimuulize kwanza mchungaji. Mimi sielewi. Unajua mtu anapokueleza mambo ya ndoa yake, umshauri. Unajua mambo ya ndoa nyinyi? Unajua mambo ya ndoa? Hebu sema ndoa. Mambo ya ndoa. Alafu anakuja kukueleza mchungaji mpya. Akamweleza pale. Mchungaji akaangalia akapima ile akaona hii na mimi hata sina cha kuweza kusema. Ngoja nimtafute kwanza pastor. Anakuja kunieleza anambia wewe sio hivyo. Hilo unaingizwa chaka. Lazima ujitie fundi tu. Kwa sababu watu wanaweza kukuambia tatizo ni A wakati ni C. Yaani mtu anakueleza tatizo ni nini? A. Lakini tatizo sio nini? A. Tatizo ni C. Alafu anasema umshauri kwenye tatizo A. Imagine unatoa ushauri juu ya tatizo A. Wakati tatizo halisi ni C. Alafu yuko pale ila watu people are wicked. Yaani mtu kabisa anaona unapambana unahangaika kutoa ushauri na nini na kutafuta roho kwenye tatizo ambalo anajua kabisa amedanganya. Yaani yuko pale nashukuru mtumishi wa Mungu. Kila mtu ana mchungaji wake. Tell wanaitwa. Amen.
Mchungaji akufahamu. Ama acha kujificha ficha. Unajificha ficha. Mungu hajakusudia maisha yetu yawe siri kwa wachungaji wetu. Yaani mtu anakuwa na mafaili yanayaweka kwa mbali, ameyaficha ili uweje utaangamia. Yaani tunakopa ile sentence ya mchungaji wetu maarufu Tanzania. Utakufa vibaya na kwenye umma. Yaani utakufa vibaya sana. Ndio pamoja. Kufa sio lazima umezikwa. Kuna kufa kwa aina nyingi. Hallelujah. So Mungu amekusudia kanisa la mahali kuwa mahali ama platform ambapo watu wake wanalelewa. Wanaumia, majeraha yao yanatibiwa hapo. Wanapata mwelekeo, wanapata direction hapo. Amen, amen. Wamevurugwa na dunia. Anajua changamoto zako duniani. Umevurugwa na dunia. Huko changamoto zimekupiga. Wapi unapona? In your local church. Unaponea wapi? Kanisa lako la wapi pa kukimbilia? Kanisani kwako, kwa ndugu zako. Kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati Petro na Yohana wamewashughulikia lile baraza, anasema wakarudi kwa kampani yao. They went back to their company. Walirudi kwa kanisa, kwa watu wao wanaoomba nao pamoja. Mtu anakuta anaishi duniani, hata watu wanaoomba nao pamoja hana. What a risky life. Maisha ya hatari na hatarishi. Unaishi huna kampani ya watakatifu. Unaishi huna watu ambao unajua kabisa unaweza kanyanyua shingo sasa hebu amka leo tuombe ndugu yangu, kuna mambo kidogo sielewi hapo. Kuna picha sizisomi vizuri. You need a company. First and foremost, local church. Kanisa la nini? La mahali. Jamii ya watakatifu ambapo umepangwa. Ni mahali ambapo chochote unahitaji Mungu anasupply kupitia nini? Kanisa la mahali. Unapokea huduma kwa watakatifu. Na pia unakuwa baraka kwa watakatifu. Na chochote utahitaji na siku zijazo, God has already supplied through the local church. Ametoa kupitia kanisa la mahali. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Sema utoaji wote Mungu ameukusudia kupitia kanisa la mahali. Chochote nahitaji Mungu ametoa katikati ya hii jamii. Na chochote nitahitaji wakati mwingine Bwana anatoa na kusupply kupitia jamii hii na familia. Amenipanda mahali yako kwa kusudi lake. Kwa ndio maana tunasema kanisa la mahali ulipe heshima ya juu kwenye maisha yako. Kwa sababu ni nyenzo ya kipekee ambayo Mungu anaitumia kwa ajili ya maisha yako. Ni mahali ambapo falsafa zako zinakuwa shaped. Mtazamo wako unatengenezwa. Sauti ya Mungu unaisikia. Uelekeo unaupata in a local church. Kwenye kanisa la mahali ni mahali unapata kujua maana ya maisha yako hasa nini. Unaishi kwa ajili ya nini? Unapokea kusudi in a local church. You miss a local church, you miss God. You miss a local church, you miss direction. Kwa watu nafikiri ni wajanja wanajulia maisha, lakini hawajajulia wala hawajawapatia popote kama hawakupatikana kwenye mpango wa Mungu. Kwa sababu ni janga kubwa kuishi nje ya mpango wa Mungu. Na tukizungumza kwa kuchimba zaidi mpango wa Mungu, unaanza na kanisa la mahali. Hallelujah. Na unatimia kupitia kanisa la mahali. Hallelujah. Toka pamoja. Kuishi bila kusudi duniani ni maisha. Kwa sababu sisi sio ng'ombe. Sisi ni human beings. Human beings, binadamu. Sisi ni zaidi ya kuku na bata. Kwa sababu ng'ombe, kuku, bata, maisha yao mnayajua. Wao wakitoka asubuhi, kifungua tu banda, wanakimbilia wapi? Kutafuta nini? Siku nzima wanafanya nini? Siku nzima, mbuzi, bata, ng'ombe, kazi yao ni kutafuta chakula. Siku nzima, hebu sema siku nzima. Kwa lugha nzima, kwa lugha ya nyepesi, maisha yao yote wanaishi kwa ajili ya nini? Tumbo. Mwambie jirani yako wewe sio ng'ombe. Mwambie vizuri tu. Mwambie vizuri tu. Kama maisha yako yataishia
Sinza kutafuta hela. Unaamka asubuhi Kariakoo kutafuta hela. Yaani asubuhi mpaka jioni. Maisha yako yapo kwenye kutafuta hela. Maisha yako, yaani wewe kusudi lako ni kutafuta nini? Sasa bwana unatafuta hela, wewe njaa, wewe tutakufa njaa. Kwa unaishi Mungu wako. Maandiko yanasema Mungu wako ni nini? Tumbo lako. Imagine. If your stomach become your God, you worship that. You wake up for that. You wake for that. Maombi ukiomba, tumbo. Ukiamka kwenda kufanya kazi ni kwa ajili ya nini? Tumbo. Mimi. Ni maisha yaliyopotea, ni maisha yaliyoharibika. Na mwisho wake ni frustration. Kwa sababu mwanadamu anadizaiwa, hawezi kuwa na furaha timilifu. Hata akapata chakula cha kutosha kiasi gani, hata akapata majengo na majumba makubwa kiasi gani, hata akapata ile dream car, ukapata gari kali unaoipenda, ndinga, wanasema ndinga, wanasema sio chombo cha usafiri, ndinga. Ukapata ndinga ambao unapanda, unashika mahali unapanda, sio unadumbukia. Sasa akasema, yaani gari inakuwa yani bibi mwenyewe asaidii kupanda. Watu na maneno nchi. Watu na maneno sana. Hasa wakishashika hela. Leo yote ni kukosa wachungaji. Unaanza kuzalau watu. Unaanza kuzalau watu. Mtu umeanza na ST, ukipata nani, ukipata ndinga unaanza kusema watu wanatembeaje na ST? Kosa kusudi ni kubaya sana. Kosa kusudi ni kubaya sana. Kwa hata upate mali zote hizo, hata uachieve, wasema kwenye career yako, ukafikia ile wanasema pinnacle, ukafika kiwango cha juu cha career yako, ukaachieve, jina lako likawa kubwa, linavuma kwenye mitaa, linavuma kwenye majiji ya mataifa, linasemwa, CV zinaandikwa, kule LinkedIn wewe ni maarufu, top scientist wa ulimwengu. Hauwezi kupata furaha kamili kama hautimizi mpango wa Mungu maisha. Sasa mtu hakutengenezwa, hakuumbwa kwa ajili ya hayo tu. Kuna la kwanza kabla ya hayo mengine. Sema kuna la kwanza. Je, hayo mambo ni mabaya kufanya? Ni vibaya kuwa nayo? No. Desire excellence. Desire growth katika kila eneo. Tamani kuwa bora, tamani kuwa mwenye kufanya impact kwenye maisha ya watu. Tamani kuwa mtu ambaye yani fanya vizuri. Kama ni kwenye masomo, be a top student. Kama ni kwenye fani na career yako, do good. Lakini usisahau kuna la kwanza. Sema la kwanza. Amen, amen. La kwanza, wewe hautaabudu mali. Wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe hautaabudu elimu. Unakuwa na kiu ya elimu mpaka unasahau Mungu. Unafika sehemu unaanza kuwa mpumbavu, hakuna Mungu. Nini? Sayansi. Mtu mwenyewe anasema, kuna watu wengine waje wasema hakuna Mungu. Nini? Unajua kwenye sayansi, ukifuatilia matokeo yake form 2 chemistry F, physics D. Stupid. Moja idea ya atheism. Atheist wanasema wakana Mungu. Shetani mwenyewe anashangaa. Sababu hiyo imani yeye mwenyewe hajawahi hata kuattempt kwamba hakuna Mungu. Yeye mwenyewe anashangaa. Hao watu wametokea wapi? Kwa wewe hautaabudu elimu. Wewe hautaabudu mali. Wewe una Mungu, uliumbwa umwabudu Mungu. Na tunaposema kumwabudu Mungu, kumtumikia Mungu. Hallelujah. Glory to God. Hebu sema mimi ni mtumishi wa Mungu. Maisha yangu yana Mungu, yanaongozwa na Mungu, na ni kwa ajili ya Mungu. Everyone. Sasa ni kwa jambo sawa. Chakula ni kwa tumbo. Na tumbo sio kwa ajili ya chakula. Chakula ni kwa ajili ya nini? Hapa sema chakula na tumbo vyote ni kwa ajili ya nani? Wewe ni mali ya Mungu. Wewe na shati lako, wewe na hela zako, wewe na chochote ulichonacho, wewe na elimu yako, wewe na akili yoyote hiyo hata kufikia barabara, wote ni mali ya nani? You are not your own. Sasa ninyi si mali yenu wenyewe. Mtukuzeni Mungu katika mili yenu. Wakorintho wa kwanza 6:19 nafikiri. Si ndio? Ninyi si mali yenu wenyewe.
So mtu anaanza kutambua, mimi si mali yangu mwenyewe. Mimi siko duniani kuzurura. Mimi sio mbuzi wala kenge. No, I'm a human being. Amen. Sio kenge. Mtu sio kenge. No. Mtu haishi kwa ajili yake mwenyewe. No. Kwa hiyo zaidi ya kutafuta chakula, kuna kitu unaishi kwa ajili yake. Zaidi ya kutafuta elimu, kuna jambo unaishi kwa ajili. Kwa nini unatafuta chakula? Ili uweze kumtumikia vizuri Mungu ukiwa na nguvu na afya. Kwa nini unatafuta pesa? Ili uweze kumtumikia Mungu vizuri kwa mapana zaidi. Amen, amen. Kwa nini unataka kusoma zaidi? Kwa sababu nataka nimtumikie Mungu kwa ubora zaidi, ama kwa uzuri zaidi, ama kwa wepesi zaidi. Kila jambo unalofanya lazima liwe linavutwa na hilo kusudi. Kila kitu lazima kiwe centered, kiwe na kiini katika Kristo. Whatever you are doing, make it at the center of Christ. Kwamba kiini cha jitihada zangu zote, ninaamka alfajiri, napambana, naenda kutafuta hela, ninaamka saa ngapi, ninahangaika kuuliza ni ili nimtumikie Mungu sawa sawa. Glory to God. Nje na hapo ni kujilisha upepo na kutafuta frustration. Nje na hapo ni kutafuta depression. Watu walipohangaikia hayo bila kusudi la Mungu, wameishia kuchanganyikiwa. Kwa sababu hayo yote yanaleta maana na furaha na amani ndani ya moyo wa mtu akipatikana, kwa sababu kiini ni nani? Kristo. Kwa lazima mtu awe kingdom minded, awe na ufahamu wa kiungu, awe na kina kwamba mimi ni kwa ajili ya ufalme. Na ukipata pesa, ogopa kusema mimi na support ufalme. May God help you. Unazaa, unajua yule mchungaji tumekuwa tunamsupport. Hizi ni sentences za kiburi. Unanielewa ninachosema? Umenisikia vizuri? Tumekuwa tunasupport ufalme. Wewe unaweza kusupport ufalme huu? Hebu jiulize mwenyewe. Can you support the kingdom of God? Who is supporting the other? Who is supporting the other one? Nani anayemsupport mwingine? Ufalme wa Mungu ndio unakusupport wewe. Mtu umepata viera tu kidogo unaanza na support. Unasema what are you supporting? Unawajibika. Tell your neighbor unawajibika. You with your contribution, you are nothing. Najua pasipo mimi unaanza. Do you know God? Anasema dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Fedha na dhahabu zote ni mali ya everything. Hasa ndiye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate mlaji. Yeye ndiye anayetoa. Tunapotoa kwa Mungu, whatever we can give, ni privilege. Kama Bwana, katika yale umetusaidia, tunataka kutumikia naye. Tunataka kuheshimu kwa mali zetu. Na maana inaitwa kumheshimu Mungu kwa mali zake. Kwa sababu zile mali zenyewe ni kama umepewa dhamana tu ya usimamizi. They are not yours. Hallelujah. Wale waliopata neema ya utajiri huu wa dunia, wakumbuke kutenda mema, wakumbuke kuwa wakarimu, wakumbuke kuwa wafadhili, wakumbuke kufanya mambo kuwa msaada kwenye kanisa kwa ajili ya wengine. Ukipata hiyo privilege ya kuwa na hela, unapaswa uwe generous, uwe mkarimu. Maana utajiri halisi sio hela. Utajiri halisi ni nini? Ukarimu. Amen. Kwa Biblia ina maneno inaita utajiri, afu ina maneno inasema utajiri wa kweli. Kuna riches na true riches. Do you understand? Kwa hiyo mali hizi watu wakiwa nazo wanaita utajiri. Lakini Mungu una kitu anaita utajiri wa nini? Wa kweli. Utajiri wa kweli ni moyo wenye neema, moyo wenye kutoa, moyo wenye ukarimu, moyo unayeangalia wengine. Huo ndio utajiri. Hallelujah. Kwa mtu maskini katika ufalme wa Mungu ni namna gani? Si mtu asiye na kitu. Mtu maskini ni mtu asiye mkarimu, mtu ambaye anaishi ubinafsi, ni mimi. Huyo ni maskini wa mwisho. Wewe unapita nikwambia unatakiwa uchague mambo mawili, kati ya mambo mawili. Uwe na hela watu wakuombe sana, ama uwe broke kapu, huna hela na nobody is troubling you. You choose. Hakuna katikati. Eti mimi nataka niwe katikati tu hapo. Ni hela, una hela na watu wanakuomba, au wanaleta mahitaji kwako, au huna hela na kila mtu hata uwe mbali akisikia tu jina lako
Sasa lakini yule hana hela, hawakutafuta. Wewe kumbuka wakati ambapo ulikuwa huna hela. Kama kuna mtu alikuwa anakupigia simu za kuambia unajua tuna mtoto wa mjomba hapa amebukiwa ada, hakuna mtu anakusumbua. Hakuna. Kwa nini uongo sasa? Anza kupata hela. Ni kama kuna taarifa ya kiroho parapanda na tarumbeta inalia duniani kote. Amepata hela. Hata watu ambao hujawazia nao miaka wanashangaa wanaanza kukumbuka. Wanakukumbuka. Hata watu wasio ambao walikuwa sio marafiki wanakuwa marafiki bila kuomba urafiki. Sasa unajua jamaa yangu sana bwana. Wewe jamaa yangu sana. Watu wanaosoma nao shule, ungekuwa una hela, wasingejitambulisha tulisoma pamoja. Ila ukishakuwa na hela, sasa wewe schoolmate bwana, unajua kwenye tulisoma, yani muunganiko wa haraka. Pesa inaachilia na harufu fulani hivi. Pesa ni ajabu sana, ni roho hii. Spirit kamili kabisa. Sio yale makaratasi. Hallelujah. Sasa yale makaratasi ya BOT ni roho. Tuko pamoja. Unapaswa uelewe vizuri. Kwa hiyo ukiwa na mali, manake ni fursa, umepewa privilege kuwa msaada pia kwa watu wengine. Ndio maana wahitaji watakukaribia. Usione ni kero watu wanapokaribia kwa uhitaji when you have something. Kwa sababu unatakiwa ushukuru kama at least una kitu ambacho kinaweza kuongwa. Hakuna mahali pagumu na pabaya, pa masikitiko, pa kuumiza kama kuwa in a position you can't help anybody. Yaani kama tu ni mtu na akili timamu. To be in a position you can't help anybody. Kuwa kwenye situation, kuwa kwenye mazingira, huwezi kumsaidia yoyote. Jamani, ni nzuri hiyo. Kila mtu anatamani awe na namna anaweza kumsaidia mtu. Ndio maana watu wengine inawauma sana pale unamuapproach kwa ajili ya msaada, akawa hayuko kwenye position ya kusaidia. Inamwachia mzigo, maana anatamani angeweza kusaidia. Huo ni moyo wa utajiri. Hallelujah. Anatamani, anasema nafasi nimekosa tu, lakini ukiwa wakati mwingine na jambo usisite kuniambia. Unaonaje hiyo sentence? Nimekwama muda huu, natamani ningeweza kusaidia, lakini I'm not in a position. Tafadhali, wakati mwingine ukiwa na uhitaji usisite kuniambia. Hallelujah. Hii ni kauli tofauti na wale I will see what I can do. Most of the time they see forever. Ukiambiwa kwamba I will see what I can do, please go and do plan B, C, alternative, G, K, hello, do whatever you can do. Hiyo kwamba okay, I will see what I can do, it's not an answer to a need. Usitumie hiyo kauli na kufundisha. Mtu akikufikia na uhitaji, kwa kweli kuwa wazi, ninaweza kufanya kiasi hiki. Kwa wakati usina nafasi ya kuweza kufanya, nikufanya. Naomba nicheke Jumatano, nitafanya kwa namna. Iya I will see what mtu ana uhitaji leo. Wewe unamwambia I will see when, hakuna definition yoyote ya when. Haijulikani. Anaogopa hata kukuuliza kesho kwa sababu ulisema I will see what. Hawezi, anaogopa hata follow up basi. Sasa unamfuatilia mtu aliyesema I will see what I can do. How do you do it? How do you do it? Kwa unabaki stranded. Sasa hivi bado ndio nimepata msaada. Ama sina. Mimi nafikiri watu wanasahau haraka. Kumbuka siku ulipokuwa wewe una shida na unahitaji msaada. Alafu unaona majibu unawapatia watu wakiwa na shida. Uone kama hilo jibu linaleta kweli uponyaji kwa huyu mtu. Linaleta kweli suluhu kwa sababu kama uko kwenye position ya kusaidia, mpe nafasi ya kwenye kichwa chake. Amwamini Mungu tena kwa mahala pengine kupata msaada. Kuliko na moyo kwenye mawingu haieleweki. Bwana, mwambie siko na namna kwa sasa ya kusaidia. Naomba endelea kutafuta namna nyingine. Ikitokea, kwa sababu kuna wakati unaweza kuwa una dili unasikilizia. Dili, sema dili.
Kuna mchongo unasikilizia. Na nataka nimsaidie huyu mtu. Lakini kwa sasa hujaeleweka. Usimwambia uishi what can do kwenye kitu ambacho unawaka nacho. Wewe mpe nafasi aendelee mbele kuchakata. Ikitokea dili yako imetiki, mtafute mwenyewe. Ase, ulinicheki juzi, umefanikiwa ile issue. Naona hapa saa hizi mambo si mabaya, nina hiki naweza kusaidia. Huo ndio ungwana. Sio na hapa watu kauli ambazo ni za yaani mtu ana maumivu. Alafu unampa kauli ambayo tena inamwacha katika katizimu. Ungesema maumivu tena. I will see what I can do. Ni maneno mazuri, sio mabaya kwa haraka. Lakini yanamwacha mtu wapi? Hewani. Yanamwacha mahali, ndio maana ni kama umemwacha njia panda. Umekukaa njia panda? Njia panda sio mahali pazuri. Yaani uelekee huko ama uelekee kwa umeganda. Ni mahali pa kucheleweshwa njiani. Zinaitwa kule kwa wataalamu wa maroho, wanaita roho za kuzubaisha. I'll see what I can do ni roho ya kuzubaisha. Amen. Kwa wataalamu wengine watasema ni roho inafanana na roho ya kuchelewesha njiani. Tuko pamoja? Wale wenye PhD na maprofesa wasema hiyo ni spirit of Pisgah. Do you know Pisgah? Sasa Musa akasimama akalia, tazama ile nchi, akaitazama akaangalia. Afu Mungu akamwambia, hautaingia. Spirit of Pisgah. Unaona ila huendi. Kwa hiyo I will see what I can do. Inakupa kuona kama kuna msaada, lakini sasa huo msaada wenyewe hauko definite, how materializing in any way. Ni mvuke mbele yako. Mvuke tu hivi smoke. Still not tangible at all. Mwambie jirani yako kuwa mkarimu. Jaa neema. Huo ni utumishi wa Mungu. Hallelujah. Glory to God. Huo ni utumishi wa nani? Wa Mungu. Maisha yako yote, ona unafanya maisha ya wengine kuwa na wepesi. Ukipata fursa ya kufanya wepesi kwa mtu, inaacha furaha ya kutosha ndani. Yaani Mungu ametengeneza, tunapotumikiana kuna furaha. Yaani reward ni furaha kwanza. Wengi wanataka wakitoa wapate. Huko ni kujitumikia mwenyewe. Ni ubinafsi. Kimsingi unaweza ukatoa ukapata. Amen. Lakini ipaswi kuwa kigezo cha nini? Cha kutoa. You don't give so that you may receive. You give because you love that person. Unatoa katika msingi wa pendo. Unatoa kwa sababu umejifunza kwa Baba. Alitoa kwanza. Alitupenda kwanza. Hivyo na sisi tunapenda ndugu. Hasa katika hii tumelijua pendo. Kwamba alitupenda kwanza. Hasa alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Sasa ndugu zetu, inakuwaje mtu akawa na riziki za jinsi ya mwili, alafu ndugu yake akawa katika uhitaji, akamzuilia riziki hizo? Anasema hapana. Anasema kumjua Mungu huyu mtu. Anasema huyu mtu pendo la Mungu alikaa ndani yake. Anasema huyu mtu mauti ndio inakaa ndani yake. Glory to God. Kwa sisi ni watumishi wa Mungu. Tunamtumikia Mungu kwa mali zetu. Tunamtumikia Mungu kwa nguvu zetu. Tunamtumikia Mungu kwa akili zetu. Kwa maisha kwanza unayaona hapo kwamba mimi ni wa Mungu, mimi ni kwa ajili ya Kristo. Nina mpango wa kutimiza duniani. Mimi sio mtu yeyote, mimi sio horela, na ndio sababu umepandwa kwenye kanisa la mahali. It's a place of service. Mahali hapo, kanisa la mahali, panakuwa nafasi ya kutumika kwa mali zako, panakuwa nafasi ya kutumika kwa usemi, unabii, kwa hudumia watakatifu, kwa karama na vipawa, panakuwa nafasi ya kutumika kuwajenga wengine katika fundisho, kuwafundisha wengine. You got a chance to serve God. Unamtumikia Mungu kwenye kanisa la mahali. Kwa mtu basi wa kanisa la mahali ni mtu ambaye amemiss Mungu kwenye maisha yake. Amebishana na Mungu kwenye maisha yake. Amebishana na Mungu kwenye maisha yake. Mungu kama anatumia watu na wewe umekwepa watu, maana yake unakwepa Mungu, unakwepa njia za Mungu. You miss people of God, you miss God. You miss God entirely. Kwa ndio maana tukasema kwamba duniani watu wametawanyika
Kwa nini unaitwa wewe? Unaambiwa toka nenda kafanye uinjilisti. Toka nenda kafanye wanafunzi. Kwa sababu huko duniani watu wametawanyika, hawana nini? Mchungaji. Kwenda kufanya wanafunzi maana yake ni kwenda kuwakusanya watu wasio na mchungaji na kuwaleta kwa mchungaji, ni kuwapanda kwenye kanisa wapate kuchungwa, wapate kukaa chini ya uangalizi wa Mungu, sababu Mungu anawaangalia watu wake kupitia kanisa la mahali. Haleluya. Kwa watu wasioamini ni kondoo waliotawanyika? Ndio hapa. Nasema ni mbuzi. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Ni kondoo waliopotea. Amen. Sema kondoo waliopotea. Neno la mbuzi liache, limetumika mara moja tu kuongelea watu. Lakini watu hawaitwi mbuzi. Amen. Kuna kondoo waliofanyaje? Kwa tunapoenda kuhubiri tunatafuta kondoo waliofanyaje? Ndio analog ya neno la Mungu. Mungu anaitwa mchungaji wa kondoo. Dunia yote hii, hasa dunia yote ni mali yake na wote wakao ndani yake. Maana yake ni kwamba watu wote hao Mungu anawataka awachunge. Yeye ndio great shepherd. Yeye ndio mchungaji mkuu. Ameweka watu hawa kama under shepherd. Ni wachungaji chini ya mchungaji kiongozi. Ndio maana hawapaswi kuchunga wanaojisikia. Ndio maana hawapaswi kuwatreat watu wanaojisikia. Ndio maana hawafanyi chochote tu. No, wanatafuta mapenzi yake aliyoweka. Wanawachunga watu, wanawaongoza watu kwenye njia za Mungu. Wanaongoza na kualisha neno la Mungu, sio neno lao. Do you understand? So Mungu ni mchungaji wa watu. Anataka watu hawa wachungwe. Kwa mtu yote asiye katika kundi ambapo Mungu anachunga watu, yuko nje, ndio anaitwa yuko confused. Amechanganyikiwa. Mtu kwamba amevaa suti vizuri, amefunga na tai, anaingia ofisini, anafanya kazi na kampuni inapata faida, haimaanishi yuko sawa. Si mnanielewa ninachosema? Hii confusion na kuchanganyikiwa inaongelewa hapa. Sio lazima kama mtu anaonekana mentally kabisa ana matatizo, anashindwa kujumlisha 500 na 3000, anashindwa kuweka pamoja, au anashindwa kupambanua wili wa kiume na wa kike. No! Confusion ya kwanza ni habari ya identity. Mtu amechanganyikiwa. Kuchanganyikiwa kwa kwanza kabisa ni kuhusu utambulisho wako. Watu waliopotea, watu ambao wako kanisani, wana mgogoro utambulisho. Hawajui wao ni nani, ni confusion. Huko ni kuchanganyikiwa. Mtu kutokujielewa anafanya nini duniani, anaishi kwa ajili ya nini? Nini hiyo? Kuchanganyikiwa. Sasa mbona wako sawa tu mchungaji? Wanachanganyikiwaje? Mbona wako sawa tu? Because somebody can be a president but confused. Somebody can be a member of parliament, wabunge, anaweza kuwa mbunge, anaweza kuwa kwa mkoa, anaweza kuwa daktari safi, anaweza kuwa pilot safi, but ni confused. Hajui yeye ni nani. Totally confused. Kwa hao watu wameshinda katika career zao, wanafanya vizuri, lakini ukakaa naye ukamsikiliza, unamuona ana mahangaiko. Asema yani amefanikiwa, amepewa sio, anasema honorary heshima, amepewa medali, ameshinda matuzo ya kimataifa, lakini ukikaa naye ana confusion. Kuna utata kuhusu yeye ni nani hasa. Kuna utata anapaswa afanye nini. Yaani amefanya hayo yote na bado anahisi kuna kitu kinapungua. Or sometimes when you have not achieved anything in this life, I'm sorry to say so, because wakati mwingine mambo huwa yanatokea na kuwa hivyo. Si ndio? Pale ambapo hujafanikisha jambo lolote, unaona wewe ni la maana, watu wanafanikisha, unakuwa unahisi kwamba siku ukifanikisha hivyo, basi ndio utajiona umeridhika na wewe ni mtu, utajiona umekuwa mtu katikati ya watu. Subiri ufanikishe, ndio unajiona uko maskini na uchi na mtupu kuliko hata kama. Kwa sababu utimilifu wa kweli, hiyo satisfaction, hayo matulizo mazuri, hiyo amani na furaha kabisa, haitokani na kuachivu mambo hayo. Utapambania hiyo ndoto, unaitimiza, unaona mbona kawaida tu. Yaani siku anakuvika ile kwamba wewe sasa ni associate professor, you are a professor, unafurahi pale hapo. Ukitoka nje unajikuta wewe ni dada yule tu, ni mkaka yule. Na kuna mjinga mmoja chipolini huko, anaweza hata akakutukana wewe dada, ajui profesa wako, yaani wakakutulizo
maskini tu. Unasema kikupokea hivi unajisikia kama heshima. Ukikaa mwenyewe chumbani umevua nguo zako umetoka kuoga unasema mimi ni mtu tu. Sina lolote. These things, material things. Hivi vitu vya duniani si mambo hasa yanayomdefine mtu. Si mambo hasa yanayomtambulisha mtu. Ndio maana heshima yako usimheshimu mtu kwa sababu ana cheo, ana status, ni tajiri, ana mali, ana nafasi mahali fulani. Waheshimu watu kwa sababu ni nini? Watu. Do you understand what I'm saying? Hebu rudia nimesemaje? Unawaheshimu watu kwa sababu ni nini? Usiwe na kehelele na kuwapapatikia watu na kujiweka karibu sana na watu kwa sababu ya vitu, kwa sababu ya status. Usiwe mwepesi kushuka na kunyenyekea kwa watu wakuu, alafu kawa na dharau kwa watu wa kawaida, labda katika kawaida unaoona wewe kama hawajaachivu mambo fulani. No, waheshimu na kuwatiti watu kama watu. Kwa sababu hizi accolades, hizi sifa, haya mambo tunaweza kuyapata katika ulimwengu huu tulionao, yanaharibika katika wakati. Hayadumu milele. Vitu hizo sio za milele. Hallelujah. Tuna yale yanayodumu milele. Ni utu wa mtu. Hallelujah. Tuna yale yanayodumu milele katika Kristo Yesu. Wao ni nani katika Kristo Yesu? Hayo yanadumu milele. Utambulisho wao ndio unadumu milele. Haya mengine haya yanapita tu. Yanapita tu. Vyeo vinapita. Juzi amesikika mtu mmoja akiwa analalamika kwamba alipokuwa na cheo walikuwa watu wako wengi na yeye, na wanamsikiliza na akisema hivi ni chapchap. Baada ya kutoka kwenye cheo, mambo yani maisha yamekuwa magumu kuliko hata kabla hajakuwa na cheo. Ni somo ujifunze. Unajua kujifunza kwa kwenda nyingi. Kuna kujifunza kwa kupitia. Unataka hiyo? Kuna kujifunza kwa kuona wengine walichopitia. Kuna kujifunza kwa mtu yeyote unataka kujifunza. Sema kwa mtu yeyote. Kwa mtu yeyote. You can learn even to not be somebody. It's learning. Nasema, what are you learning from me? I learn not to be you. Do you understand? Kwa hakuna mahali unaweza learn. You can learn it from anybody. There are people you learn not to be them. There are people you learn not to repeat their mistakes. Sababu wasema tunajifunza kupitia makosa. Ni sawa. Lakini kuna wakati ambapo unahitaji wewe ufanye makosa. Kama watu wengine wafanye makosa, si uangalie uone ile njia bisipiti. Si ndio akili? Asa hamna Bwana, unajua makosa ndio yanamfanya mtu ajifunze. Unaenda kuyatafuta. You be crazy. You be crazy. Tuko pamoja ndugu zangu? Kwa tunawaheshimu watu kwa sababu ni nini? Mambo haya yanapita. Ukipata cheo ndugu yetu, usituzimie simu. Sisi ndio watu wako. Sisi ndio watu wako. Tena naiba, sisi ndio watu wako. Sisi ndio tunakupenda kwa sababu wakati kuna kitu tuko na wewe hapa. Hauna sifa duniani, tuko na wewe hapa. Tunaomba na wewe ndio. Sasa mtu unaweza barabara tu lelele gafu unaanza unasema umepata marafiki ambao wanasema unajua ndege wanaofanana ndio wanatembea pamoja. Kuna watu Mungu aliniletea tu ilikuwa ni kwa wakati. Wanifikishe mahali na drop unapata wengine wakati hapo. Utakufa vibaya na kuonea huruma wewe. Ambatana, kuna relationships ni za kuambatana nazo. Relationship yote unayo kwenye maisha yako is built to last. Sema uhusiano wote Mungu amenipa, mpango wake ni wewe wa kudumu. Wewe huwezi kusema umejaa kwamba inabidi uoffload watu ili upate wengine wapya. Hicho ni kiburi tu. You can get new friends at that high level you think it is high, na bado ka maintain uliokuwa nao. Nafasi yao ipo. Ni kiburi tu kuona hawana nafasi tena. Wahenga wana misemo. Hatuipendi kuitumia kwa sababu sisi tuna misemo yetu katika neno. Ila wahenga wana nini? Wana misemo. Ukiona neno la Mungu alijakusaidia kabisa, unarudi hata kwa wahenga. Sasa mpanda ngazi ushuka.
Msemo ya kihuni kabisa, mpanda ngazi ushuka, unataka nini? Yaani maana wewe unaniambia kwamba nikienda lazima nirudi chini. Lakini wahenga wamesema mpanda ngazi. Kwa hiyo ukipanda ngazi watu wanasema oya vipi? Unawasalimia fresh. Usema sasa utashuka tu, utanikuta. Sasa ukishuka sasa. Wala kucheki tu na mafani. Sasa sijui na nini? Na wenyewe wako busy. Maana mpanda ngazi afaje? Ameshuka. Sasa si tupo tu bwana. Tuko hapa. Ni hapa tu. Watu wanakuwa na uchungu wakati mwingine. Wana uchungu kweli. Gomba sana. Go maintain relationship. Tunza mahusiano yako. Invest katika relationship. Yape maana mahusiano yako. Usio katika mahusiano ambapo yani haufanyi chochote kufanya mahusiano hayo yaendelee kuwa imara. Uhusiano wowote maintain una gharama zake. Amen. Nimeeleka nachokisema. Nimesemaje? Una nini? Kuna watu wanataka mahusiano pasipo gharama. Wahenga wenyewe wamesema mtaka nyingi na saba upata nini? Mingi misiba. Unajua maana ya sentence hii? Yaani mtu ambaye anakuwa na jamaa wengi anapatwa pia na matatizo. Hiyo ni kawaida ya wanadamu, kwa sababu uhusiano wowote utakukosti. Huyu akiwa ni rafiki yangu, maana yake ni kwangu. Siku akiwa na changamoto, hiyo changamoto ni yangu. Nikiwa nao 10. Si unaelewa sasa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba usikatai gharama kwenye mahusiano. Kwa sababu mahusiano yoyote yanakuwa maintained na hizo gharama. Wakati wa shida zao upo. Wakati wa shida zako ndio gharama za maintenance ya huo uhusiano. Wewe watu wana mambo yao, wewe uko zako busy. Ila unataka kusema ni rafiki zako. Rafiki siku ya taabu upatikane. Kwenye pilau unakuwa kwanza kupiga simu. Ni wapi mzee? Ni saa ngapi? Saa ngapi? Unaulizia saa na location. Kwenye kupiga ubweche tu. Na kwenye mambo magumu. Bwana niko kituo cha polisi, unajua sijui niko na nini hizi sana, mcheki John. Wewe utakaye kuhusika. Wenzio wakipata changamoto wanakuacha, unajikuta uko mwenyewe. Na ni jambo la kutisha kama nini mtu akijikuta yuko mwenyewe. Sio mahali pazuri sana. There are times hata unachohitaji sio hela. Unahitaji tu kwamba una watu. Yaani kujisikia tu kwamba nina watu. Ndivyo Mungu ameumba watu. Yaani mtu ametengenezwa katika mazingira ya kwamba ajione upungufu akiwa hana watu. Hivyo. Kwa sababu ameumba tutegemeane. Ndio kanuni yake. Kwa maana yake we supplement, tuna complement one another, tunajaziriziana. Hauwezi kusema mimi simhitaji fulani, mimi siwahitaji, tunahitajiana. Tuache tu viburi, tunahitajiana. Amen. Tuna nini jamani? Tunahitajiana. Ndio maana kuna watu wanaenda hospitali, daktari anamsikiliza. Alafu mwisho wa siku anasema tujitahidi unajichanganya. Yaani ndio prescription. Yaani matibabu. Jitahidi unafanya. Jichanganye, tafuta watu waliko, nenda hata sokoni. Yaani usikae mwenye, hiyo ndio dawa. Kwa sababu kukaa mwenyewe ni ugonjwa. Kunaleta manini nasema, panaleta maradhi ya moyo. Maradhi ya moyo. Alafu tafuta watu halisi, sio TikTok. Wala hawakujui. Pale Facebook wanakudanganya sema friends. They are not your friends. Those people, F7, F5, F10, wameitwa friends. They are friends on Facebook. Sasa unataka uelewe hiyo friends. Maana ya friends, Facebook. As I have a lot of friends, you don't have. Those are not your friends. Tafuta watu halisi. Sio Instagram. Watu nini? Tengeneza mahusiano nini? Patikana kwenye maisha ya watu yaliyo nini? Na mahusiano jenga yaliyo nini? Sasa kuna watu kila kitu ni online. Anaagiza bidhaa online. Very good.
na mchumba online. Wewe jua mambo yanaweza kufanyika online na ambayo haiwezekani nini? Sasa nimekuwa na date naye kwa muda gani? Mwaka mmoja. Wapi? Online. You are stupid. Kwa hiyo ameniahidi anakuja kutoka UK mwezi wa 12, anakuja kwetu. Yaani mmekutana online, mmefahamiana online, mmechumbiana online, mmepeana ahadi wapi? Kwa kilichobaki atakuja. Yaani anapokuja ni kuja kwenu kumaliza mahali na kufunga ndoa. Kuna watu wanaweza kuwa ni wapumbavu kuliko huyo. Huyo mtu ni mpumbavu sana, anayeweza kutembea kwenye mambo ya namna hii. Hello, nakupenda sana. Uko wapi Japan? Come. Come on the ground. Yaani miguu kwenye swala la mapenzi na kujuana kwenye mahusiano, miguu yote miwili ya yule na ya kwako iwe inakanya gari moja. Umeelewa hiyo formula? Yeye anakanyaga nini? Sio video call. Nakuona. Nakuona. Umuoni. Utakuja kujuta. Umuoni. Na wala ufahamu. Tumeelewana ni watu wa Mungu. Kwa kanisa la mahali ndio mahali pekee ambapo tunatimiza mpango wa Mungu. Mtu pasipo kanisa la mahali ni mtu ambaye amepungukiwa na kitu kikubwa sana. Mtu pasipo mchungaji ni mtu anayeishi katika maisha mabaya sana. Huyu ataanza kutafuta hizo dawa za vichekesho, vitu mbalimbali kujazia ule upungufu. Lakini Simri alihitaji familia. Familia ya Kristo, jamaa ya waamini, mahali anasikia sauti ya Mungu, mahali anapata maelekezo, mahali anawajibika. Tuliongelea nafikiri mambo matatu kilopita yanayofanyika katika kanisa la mahali, si ndio? La kwanza lilikuwa nini? Kanisa la mahali inafanya nini? Nakupa ugonjwa kilo. La pili? Tumesahau. Uwajibikaji. La tatu? Uwajibikaji kwenye watumikia wengine. Kwa ile la pili ni uwajibikaji na kujitiisha, submission, si ndio? La tatu, uwajibikaji katika kuwatumikia wengine. Tunapata hiyo. Glory to God. So next week what we will do, tutapita kwa haraka. Tutaanza kuangazia attitudes, tabia ambazo tunapaswa kuwa nazo wakati tupo kwenye kanisa la mahali. Amen, amen. Attitudes za kuwa nazo tunapokuwa kwenye kanisa la mahali. Na kabla kuzichimba zile attitudes, tutapita kwanza kwa haraka activities, shughuli ambazo zinafanyika kwenye kanisa. Kwa sababu unajua hata shughuli za kwenye kanisa la mahali itakuwa vigumu kushape attitude yoyote. We need to know kanisa linabeba nini, lina shughuli zipi, mambo gani ndio yanayofanyika kwenye kanisa la mahali. Sababu kanisa la mahali sio mahali panafanyika mambo yote, isn't it? Kuna mambo ambayo ni sababu na kusudi la kuwepo kwenye kanisa la mahali. Kwa kuna activities ambazo zinafanyika kwenye kanisa la mahali, na kwa hivyo kwa kufahamu tunaweza kujua tupasavyo kuenenda kwenye kanisa la mahali. Glory to God. Hallelujah. Tuko pamoja Utajifunza namna hiyo. That will be next week. Ni Jumapili ya tarehe ngapi? Tarehe 26. Leo kuna 9. Tarehe Jumapili ya 26. So make sure you don't miss that. Unakuja ukiwa umerejelea haya tuliongea leo, ambayo yalikuwa yanafanya tulicap kwa mambo tuliyojifunza katika Jumapili 3. Alafu tutakuja kuendelea Jumapili ijayo na zile attitudes ambazo tunapaswa kuwa nazo kwenye kanisa la mahali. Hallelujah. Glory to God. Umejengwa? Umefaidiwa? Omba kwa ajili yako sasa.